Karibuni sana wapendwa watazamaji wetu katika hiki kipindi mkipendacho cha Biblia Yasema. Kipindi hiki kinawajia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 3 hadi saa 4 usiku na kurudiwa siku ya Alhamisi inayofuata kuanzia saa 9:30 hadi saa 10:30 alasiri. Leo kwa namna nyingine Mungu ametujalia kuwa pamoja nawe ili kusikia maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu, na hivi punde tutakwenda kuyajibu maswali hayo. Na kabla hatujaanza hicho kipindi, hebu tuombe. Baba yetu mwema uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako na neema yako iliyotujalia kuwepo hapa ili kuangalia maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu. Roho wako Mtakatifu akatuongoze katika kuyajibu maswali haya ili waulizaji wetu wakapate kubarikiwa na hata wale wengine wanaofuatilia kipindi hiki pia wakapate kubarikiwa. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi tutaanza na swali la kwanza ambalo msikilizaji wetu ameliuliza, na dada yetu Kariba Mabuba yuko tayari kabisa kutusomea swali hilo. Ni kwa nini Wasabato wanasuka? Swali ni fupi sana. Ni kwa nini Wasabato wanasuka? Inavyoelekea ni kwamba muuliza swali anatatanika juu ya swala la kusuka, na hasa wanaosuka wanapokuwa Wasabato. Sasa kusuka ni neno la jumla sana ambalo linahitaji ufafanuzi. Ingawa muuliza swali yeye hajafafanua anamaanisha nini anaposema kusuka. Mimi kama mjibu swali na timu yetu tumejielekeza kudhani ya kwamba anazungumzia kusuka nywele, na kwa hiyo majibu yanayokuja ni yale yanayokuwa yanazungumzia kusuka nywele. Yapo mafungu mawili ambayo tutayatumia katika kujaribu kujibu maswali haya ya msikilizaji yanayozungumzia kusuka nywele. Mafungu yenyewe fungu la kwanza ni Timotheo wa kwanza 2 fungu la 9. Timotheo wa kwanza 2 fungu la 9 inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipange kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Hilo ndilo fungu linalozungumzia kusuka nywele linalopatikana katika Timotheo wa kwanza 2 fungu la 9. Lakini pia Paulo Petro katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 fungu la 3 hadi la 5, naye anazungumzia swala la kusuka nywele. Yeye anasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Kwa hiyo waandishi wawili Paulo na Petro wamezungumzia juu ya kusuka nywele kwa namna tofauti kidogo, lakini kimsingi wamegusia juu ya kusuka nywele. Sasa maana anamalizia katika Petro, tulikuwa tujamalizia, anasema maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Kwa hiyo hawa watu wanazungumzia juu ya kujipamba, na amejaribu kufafanua Petro ya kwamba wanawake wa zamani walikuwa na utaratibu wa kujipamba ambao ulikuwa tofauti na ule uliokuwa unaendelea katika kipindi ambacho vitabu hivi vinaandikwa. Mafungu haya yakisomwa kwa umakini yataondoa utata unaojitokeza kwa baadhi ya watu kuhusiana na swala la kusuka nywele. Yaani tunataka sasa tujaribu kuyasoma kwa umakini ili tujue yalikuwa nataka kuleta ujumbe gani. Kimsingi mafungu haya yalikuwa yanapendekeza namna bora ya wanawake hasa walioolewa wanavyopaswa kujipamba. Haya mafungu yalikuwa yanawaelekea wanawake, ni ujumbe unaowaelekea wanawake,
lakini hasa wanawake wenyewe walioolewa, na mada ilikuwa ni juu ya kujipamba. Tunafahamu kujipamba kulivyo, kuna kujipamba kwa kawaida, kuna kujipamba kuliko pitiliza. Kwa hiyo hoja hapa ni kujipamba lakini kuliko pitiliza, kuliko kuwa kunafanywa na wanawake hasa walioolewa. Okay, wanawake walioishi kipindi ujumbe huu unatolewa walikuwa na changamoto za kujitwalia uhuru mwingi kiasi cha kusababisha malalamiko katika jamii walizokuwa wanaishi, lakini hasa malalamiko yalikuwa yakitokea kwa waume zao. Ukumbuke ya kwamba katika kipindi hiki wanawake walikuwa wana mielekeo miwili. Kwanza, wanawake wa Kiyahudi ambao wamezoezwa kuwatii waume zao, na hawa walikuwa hawana shida sana kwa sababu walikuwa wamezoeshwa kutii. Lakini kulikuwa sasa na wanawake waliokuwa wanaingia kanisani kutoka katika makabila mengine, na hasa Wagiriki au Wayunani. Huko kulikuwa na miungu ya kike, mungu mwanamke aliyekuwa anaabudiwa sana na kuheshimiwa. Na kwa hiyo wanawake hawa walikuwa wanaingia kanisani sasa kutokea katika background ya Wagiriki au Wayunani, walikuwa na uhuru mwingi sana. Na kwa hiyo utagundua kwamba Paulo na Petro walikuwa na kazi kubwa sana ya kujaribu kubalansi kati ya huyu mwanamke wa Kiyahudi aliyenyanyaswa sana, aliyekandamizwa, na huyu aliyetokea katika mila za Kiyunani ambaye anakuwa na uhuru mwingi sana kiasi ambacho unasababisha malalamiko kutoka kwa waumini hasa wale wa asili ya Kiyahudi, lakini kutoka kwa waume zao pia. Katika mazingira mengi, hali hiyo ilionekana kupewa nguvu na mafundisho ya Paulo yaliyoeleweka vibaya, kwamba yalikuwa yanawapa wanawake uhuru mkubwa wasiostahili. Hawa wanawake walikuwa wanajisikia kuwa na uhuru mwingi sana ambao unawakera na kuwakwaza waume zao, kutokana na mtazamo wa Kiyunani kule nje walikotokea kabla hawajajiunga na Ukristo, lakini pia kutokana na mafundisho ya Paulo ambaye kwa kutomuelewa vizuri walifikiria kwamba Paulo anawapatia uhuru ulio mkubwa sana wanawake. Hebu tuangalie baadhi ya mafungu. Kwa mfano, katika Wagalatia 3:28 anasema, hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Hebu fikiria, Paulo anasema hapana mtu mume wala mtu mke. Kwa mwanamke asiye mwangalifu anaweza kudhani kwamba amepewa uhuru sasa usio na mipaka. Kwa hiyo kulitokea malalamiko mengi sana, na hivyo ikalazimika wakati fulani kumwita Paulo aje atoe ufafanuzi kwamba mbona wanawake wamekuwa na uhuru unaopitiliza, na hasa sasa uhuru ule walipokuwa wanautumia katika muonekano wao, mavazi yao na kujipamba kwao. Na hiyo ilichangia kumfanya Paulo atumie muda wa kutosha sana kuzungumzia juu ya wanawake. Kutokana na hali hiyo, mara nyingi Paulo alilazimika kufafanua nafasi ya mwanamke hasa aliyeolewa kanisani. Kwa mfano, katika Timotheo wa kwanza 2:12, Paulo katika kujaribu kuweka sawa kile alichokisema kwamba wanawake wako huru na wanaume au wako sawa na wanaume, hapa anatoa katazo. Anasema, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Sasa mtu unajiuliza, kwani mwanamke akifundisha kuna shida gani mpaka huyu bwana anakataza wanawake wasifundishe? Ilikuwa ni katika kujaribu kubalansi, kwa sababu wanawake na baadhi walikuwa wamechukua mafundisho yake vibaya, wakawa wamejipatia uhuru kiasi ambacho wanakuwa hawaheshimu waume zao na wanaume wanalalamika nao. Wala Paulo hakuwa amekusudia maelezo yake yalete hiyo tafsiri. Na kwa hiyo akapiga marufuku mwanamke kufundisha wala kumtawala mumewe. Hili sasa ukilichukua vibaya, wewe unaishi leo ambao hujui mazingira yaliyokuwepo wa zamani, unaweza ukalifundisha kimakosa sana. Kwa sababu wanawake kufundisha kwa siku ya leo, ikiwa anajua mipaka yake, hakuna shida yoyote. Lakini hawa waliokatazwa walikuwa wamevuka mipaka ambayo Paulo alikuwa amewaelekeza, na ndio maana akapiga marufuku. Lakini hebu tuangalie tena Wakorintho wa kwanza 14:35. Paulo huyo akiendelea kufafanua anasema, nao wakitaka kujifunza neno lolote
na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Fikiria hiyo hali iliyokuwepo kwamba katika kanisa ilikuwa huwezi kumwona mwanamke anaongea, wala huwezi kumwona mwanamke anajifunza neno lolote, hata lesoni. Huwezi kujifunza lesoni, huwezi kuuliza maswali, unatakiwa ukaulize mume wako. Sasa unajiuliza, wale mabinti ambao hawajaolewa walikuwa wanawauliza nani? Ukumbuke kwamba tatizo halikuwa linawahusu zaidi mabinti. Tatizo lililosababisha mpaka hizi nyaraka zikaandikwa zilitokana na wanawake walioolewa ambao walikosa heshima kwa waume zao, kwa sababu walitafsiri vibaya mafundisho ya Paulo, wakajitwalia uhuru uliopitiliza, au wakiwa wameathiriwa na mafundisho ya Kiyunani kule ambako mwanamke Mungu mwanamke alikuwa anaabudiwa, ambako pia wanawake walikuwa na uhuru mkubwa zaidi. Na kwa hiyo Paulo akaja na hili katazo ambalo kimsingi liliwahusu wanawake wa wakati ule na wala haliwahusu wanawake wa nyakati zingine ambao hawakuwa na tatizo linalofanana na hawa wanawake walioandikiwa haya mafungu. Sasa mengi ya makatazo hayo ya wanawake yaliwahusu wanawake walioolewa na yaliwahusu wanawake wa mahali husika maalumu katika wakati husika, na wala hayakuwahusu wanawake wote wa nyakati zote. Hii ni kanuni ya msingi. Haya makatazo ambayo Paulo anayatoa kwa wanawake na hata Petro pia ametoa kwa wanawake, yaliwahusu zaidi wanawake wa wakati fulani, wa mahali fulani na wa mazingira fulani, na wala hayawahusu wanawake wote wa nyakati zote. Kwa hiyo unapaswa kuwa mwangalifu sana unapotaka kuyatumia haya mafungu kwa wanawake wa nyakati zingine tofauti na zilizotajwa hapa, au wanawake wa mahali pengine tofauti na pale ambapo waliandikiwa. Kuna uwezekano wa kuyatumia hayo mafungu kwa watu wengine wa nyakati zingine, lakini pia kuna uwezekano katika kuyatumia hayo mafungu kwa wanawake wengine wa mahali pengine ukawa wanakosea sana. Ndio maana nimekuambia twende kwa uangalifu ili tusiingie kwenye kukosea. Tuendelee mbele. Mafungu yanayopendekeza utaratibu mpya wa namna ya kufanya mambo na kuachana na utaratibu wa zamani yana mambo mengi yanayofanana. Hapa nisikilize vizuri. Unapokutana na mafungu ambayo yanasema kwamba hiki na hiki na hiki na hiki hakipaswi kuendelea kufanyika katika namna ilivyokuwa inafanyika. Kwa mfano hapa tumeona kusuka, kujipamba na mambo mengine. Halafu tutaenda kuangalia na fungu jingine pia ambalo lilikataza kwamba hili na hili na hili lilikuwa linafanyika huko zamani lisiendelee kufanyika katika kipindi hiki. Yana kanuni moja inayofanana sana. Hebu tuende tukaangalie kwa mfano fungu linalofuata hapa mbele. Wakolosai 2 fungu la 16 hadi 17. Hili ni fungu linafahamika vizuri na mara nyingi linatumika na watu ambao wangetaka fundisho la Sabato lisiendelee kufundishwa katika nyakati hizi tunazoishi. Na wanalitumia hili fungu. Na fungu linasemaje? Nasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Kumbuka kwamba hapa pametajwa vitu kadha wa kadha. Pametajwa habari ya mwandamo wa mwezi, pametajwa habari ya vyakula, pametajwa habari ya vinywaji, pametajwa pia na sikukuu, halafu pametajwa pia na Sabato. Lakini sio jambo la ajabu sana kukuta ya kwamba wale wanaofundisha vitu vinavyokatazwa katika mafungu hayo ni hiyo vinavyotaja vyakula, vinywaji, sikukuu, mwandamo wa mwezi na Sabato. Lakini si ajabu kuona wanaotaka utekelezaji wa mafungu haya au wafungu hili wakakazia kwenye Sabato peke yake, ambayo ni kitu kimoja kati ya vitu vinne vilivyotajwa katika hayo mafungu mawili. Hayo ni makosa. Kama unataka kutendea haki fungu linalotaja item, linalotaja orodha ya vitu, basi unawekea mkazo katika vitu vyote vilivyotajwa katika hiyo orodha. Hiyo ni kanuni ya msingi sana ambayo mara nyingine wasomaji na wafundishaji hawaizingatii, na kwa hiyo kusababisha kwamba watu wanapata uelewa usio sahihi. Hebu tuendelee kuangalia
Hali kadhalika mafungu yaliyokataza kusuka yamekataza pia dhahabu na lulu na nguo za thamani na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Kumbuka kwamba haina tofauti sana na ile ya Sabato na miandamo ya mwezi na sikukuu na vinywaji, ya kwamba pana orodha fulani hapa yanatajwa kwamba hivi vitu havitakiwi viendelee kutumika katika wakati huu. Vilikuwa vinatumika huko nyuma na sasa muda wake wa kutumika umefika mwisho. Kwa hiyo unapolitendea haki hilo fungu, unatakiwa uweke msisitizo katika vile vitu vyote vilivyotajwa. Hebu tuendelee mbele. Kuacha kusuka na kuendelea kufanya hayo mengine yaliyokatazwa hakuyatendei haki hayo mafungu. Kwa hiyo tunapokuja kwenye swala la kusuka, hebu zingatia vile vilivyoorodheshwa katika hayo mafungu, ikiwepo na kusuka yenyewe, ili na yale mengine pia yatiliwe mkazo, ili kusudi aache vyote, asiache kimoja. Kwa bahati mbaya sana kwenye swala la kusuka, wazungumzaji wengi, wahubiri wengi sana wanashughulikia tu na lile la kusuka peke yake na kuacha haya mengine, wakati yale mengine pia yanamtia mtu hatiani. Hebu tuendelee mbele. Kumbuka kwamba leo tunaangalia namna nzuri ya kuelewa haya mafungu na kile kilichokuwa kimekusudiwa na mwandishi alipokuwa akiandika katika ile hatua yake ya kwanza. Kwenye mafungu haya, hoja iliyokuwa imeibuka ni wanawake kujipamba kupita kiasi au kujipamba kama watu wa mataifa, jambo lililozua kero kwa waumini wao wenyewe na hasa kwa waume zao. Hilo ndio lilikuwa kubwa sana, yaani kwamba wanawake walivuka mipaka ya kujipamba, ama wakaanza kuiga watu wa mataifa, ama wakasingizia kwamba Paulo aliwapatia huo uhuru kwa mafundisho yake. Jambo hilo likaanza kulalamikiwa na waumini, likaanza kulalamikiwa na waume zao, na sasa hawa watumishi wa Mungu wanakuja kuleta suluhisho. Yaani kulikuwa na mgogoro ulikuwa umetengenezeka, na katika kuleta suluhisho wakaja na hilo suluhisho la hayo mafungu mawili tunayoyaangalia. Naam, Petro wa kwanza 3:5 tunarudi tena pale. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumainia Mungu na kuwatii waume zao. Kimsingi ni Petro anachojaribu kuwakumbusha waumini wa wakati ule walioandikiwa juu ya swala la kusuka ni kwamba, kwa nini kama mnataka kujipamba msiige kujipamba walivyokuwa wanajipamba watakatifu wa zamani. Na Sara ametajwa mfano mzuri, mke wa Ibrahimu, ya kwamba huku kujipamba kwanza leo watu wa nyakati zote wamekuwa wakijipamba, ila wa kipindi hiki cha Petro walivuka mipaka. Kwa hiyo walichokuwa naambiwa kwamba warejee katika ule ujipambaji unaokubalika, na huo kujipamba ni lazima kwanza kustiri mwili, kustiri maungo na mambo mengine. Tuendelee mbele. Badala ya kujipamba kwa namna inayolalamikiwa, Petro na Paulo anashauri wanawake wajipambe kwa namna itakayomletea Mungu utukufu na kuwafanya kuwa mbaraka kwa watu wengine, hasa wale wasiomfahamu Mungu. Kwa hiyo kulikuwa na swala la kuwataka wanawake wabadilike, wanawake yani kulikuwa ni uamsho kwa ajili ya wanawake, ili wakae katika mfumo ambao utasaidia watu wengine wasiomfahamu Mungu kukubali Ukristo, kukubali Injili ya Yesu Kristo kutokana na muonekano wao. Hayo ndio maoni waliokuwa nayo waumini wa wakati ule, na kwa bahati nzuri yaliungwa mkono na hawa watumishi wa Mungu Paulo na Petro, na kwa hiyo wakaja na hilo angalizo. Hebu tuendelee tena mbele. Katika Timotheo wa kwanza 2:9 anashauri namna ya kujipamba. Kule kwenye Petro alishauri kwamba wajipambe kama wanawake wa zamani watakatifu, na hapa anasema wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Kwa hiyo haya ndiyo namna ya kujipamba, sio kwamba kujipamba kumekatazwa. Yaani anafafanua kwamba kujipamba kuliko kuzuri, ukitaka kuangalia vizuri ni kwamba ni kujipamba kwa tabia. Anasema wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Kwa hiyo haya mambo matatu ukiyaunganisha, basi mgogoro unakuwa umeisha. Tuendelee mbele. Petro kwanza 3:3 hadi la 5, naye anafafanua aina ya kujipamba ambako kuna kubalika. Maana yeye hajakataza tu aina fulani ya kujipamba, lakini anapendekeza na aina iliyo bora ya kujipamba. Anasema bali kuwe utu wa moyoni usioonekana
katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Sasa Petro anaenda mbali zaidi. Yeye wala hasemi kwamba mavazi ya kujisitiri, maungo na nini na nini. Yeye anasema kama utakuwa na tabia ya rohoni ambayo inayosukumwa na kutengenezwa na Roho Mtakatifu, na hiyo tabia ikawa ina upole, ina utulivu, wanasema hiyo ni kujipamba kukubwa sana. Yaani wewe kama ni mwanamke utakuwa unavutia kwa mumeo, utakuwa unavutia na kwa watu wa nje. Kwa sababu kujipamba ni lazima kuzingatie kwamba unakubalika katika jamii unayoishi, waumini wenzako unaosali nao, lakini pia inakubalika na mume wako, lakini inakubalika na watu walio nje. Kwa hiyo kujipamba kuna vigezo vingi sana vya kujiridhisha kwamba hapa sasa nimejipamba katika namna inayofaa, na mtumishi wa Mungu ameifafanua. Katika mafungu haya mawili waandishi walikuwa wanawaonya Wakristo wa kike na wale walioolewa kuthamini kujipamba kwa utu wa ndani. Yaani hilo ndilo lilikuwa wazo kubwa kabisa, kwamba katika kujipamba, kama mngetangulia kujipamba kwa ndani, yaani mkamruhusu Roho Mtakatifu abadilishe tabia zenu na muonekano wenu, mkawa watu wanyenyekevu, wapole, wenye kuwatii waume zenu, mngekuwa hamna sababu kabisa kuingia katika huko kujipamba kwa nje, kwa sababu kule kungekuwa hata hakuna umuhimu wowote. Lakini shida yao walitangulia kujipamba kwa nje, halafu wakawa hawashughuliki kabisa na kujipamba kwa ndani, yaani kumruhusu Roho Mtakatifu abadilishe tabia na muonekano wao. Hiyo ndio jambo lilokuwepo na ndio utatuzi uliokuwa umetolewa. Sasa kunakofanywa hapana, ngoja tumalizie, maana anasema utu wa ndani. Hebu sasa tuendelee, anaendelea hapa kwamba tuendelee hapo mbele, kunakofanywa na Roho Mtakatifu kuliko kwa muhimu zaidi kuliko kuthamini kujipamba kwa nje kunakotokana na juhudi za mwanadamu. Hebu jaribu kufikiria, mwanadamu anapoamua kujipamba anatumia muda mwingi, wakati fulani anatumia na fedha nyingi, na bado kuna watu anakuwa hajawashawishi kama amependeza. Lakini kama angejiachilia, akamwachilia Roho Mtakatifu abadilishe tabia yake, kama alikuwa jeuri anakuwa mpole, anakuwa mtifu, anakuwa mwenye adabu, hiyo wala yeye hatumii nguvu yoyote, hatumii pesa zozote, ni kazi inayofanywa na Roho Mtakatifu, lakini matokeo yake yanakuwa bora mara 100 zaidi kuliko kule kujipamba anakotumia yeye mwenyewe kwa kupaka wanja na mambo mengine mengi sana. Kwa hiyo ushauri unaotolewa hapa sio kwamba watu wasijipambe, lakini hebu mruhusu Roho Mtakatifu afanye badiliko ndani ya moyo wako, na hilo pambo litakalotokea nje itakuwa bora zaidi. Hata wewe mwenyewe hutaona sababu ya kuchukua muda mwingi sana kwenda saluni na kupaka mawanja na vitu gani na nini. Wewe mwenyewe tu utaona kwamba havina umuhimu wowote, na kama utafanya basi hutafanya katika kiwango kilichopitiliza sana. Waefeso 3:16 inasema, Mungu awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Yaani ule utu wa ndani ule unaofanywa na Roho Mtakatifu, ule unatengeneza pambo zuri sana, wala sio kwa mwanamke tu, hata kwa mwanaume. Yaani wewe mahali popote utakuwa unakubalika, kwa sababu Roho Mtakatifu akibadilisha tabia ya ndani, hata uso wako unabadilika, hata muonekano wako unabadilika, hata utembeaji wako unabadilika. Yaani kuna kuwepo na ile hali ya kicho na uwepo wa Mungu. Yaani kuna kautukufu fulani kanakokuzunguka wewe, kasiko kuingiza kwenye gharama yote ya kutumia pesa zako, kanako kufanya unakubalika machoni pa watu wote. Kwa watoto unakubalika, kwa watu wazima, kwa mumeo, kwa waumini wenzako na kwa watu walio nje ya kanisa. Hiyo ni zawadi ambayo Mungu anampatia kila mtu, tena anaitoa free, yule ambaye anakubali kubadilishwa ndani ya moyo wake. Kwa hiyo hoja ya msingi hapa ingekuwa, na hii ndio ingefanywa zaidi na wahubiri wengine wote, wawahimize watu kumruhusu Roho Mtakatifu afanye badiliko ndani ya mioyo yao, ili wapate pambo lilo bora zaidi, na hayo mengine yote mtu mwenyewe ataacha tu. Mtu mwenyewe ataacha. Kama Roho Mtakatifu ameshaanza kufanya kazi ndani yako, wala hapatakuwa na juhudi kubwa sana ya kuacha haya mapambo mengine ya nje. Petro anawahimiza watamani kuwa na utu wa ndani ambao humfanya yeyote alionao kuwa kivutio kwa jamii inayomzunguka. Naam. Tuendelee mbele. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 3:4 anasema, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Naam. Tuendelee tena
Paulo anapendekeza wanawake wasisuke nywele, lakini wawe na nywele ndefu. Kivipi? Hebu tuangalie. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 fungu la 14 hadi 15, Mtume Paulo anasema, je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Haya, hapa Paulo anakusudia kusema nini? Paulo hapa anatuonyesha ni kwamba wanawake wanatakiwa wawe na nywele ndefu. Hebu tuangalie. Wapo wanawake wenye nywele ndefu kwa asili. Yaani wao kwa asili wana nywele ndefu, kwamba nywele zake akizikata baada ya muda mfupi tu zishakuwa ndefu, lakini wengine wanazifanya kuwa ndefu kwa kusuka. Sasa panazuka swali hapa. Ikiwa huyu mwenye nywele fupi, yani kwa asili yeye nywele zake hazikui, na Biblia inamtaka awe na nywele ndefu, yani ndivyo alivyokuwa anamaanisha Paulo, kwamba mwanamke hatakiwa awe na nywele fupi kama wanaume. Sasa akiamua kusuka ili ziwe ndefu inakuwaje hapo kwa mfano? Hebu tuendelee mbele tuangalie. Kwao hao hoja ni kusuka kwa namna isiyoleta tafsiri mbaya katika jamii au yenye mwelekeo wa kukosoa uumbaji wa Mungu. Nafikiri umefuatilia vizuri mpaka hapo ya kwamba kusuka ikiwa hakufanywi kwa namna inayoleta tafsiri mbaya katika jamii, maana kusuka ni sehemu ya kujipamba. Kunapofanywa katika namna isiyoleta tafsiri mbaya katika jamii, lakini ikiwa inafanya kwa sababu zingine, ikiwa mojawapo hiyo ya kufanya ziwe ndefu, lakini pia kusuka kunapofanywa katika namna ambayo humkosoe Mungu maumbile yake, bado huko kusuka hakuwezi kuwa na shida yoyote, kwa sababu kusuka kulikoleta shida katika kipindi cha Paulo kulikuwa kuna mwelekeo wa kukosoa uumbaji wa Mungu, na pia kulikuwa kunaleta tafsiri mbaya katika jamii ile husika. Hebu tuendelee mbele tena. Si sahihi kutafsiri mafungu haya kuwa yamekataza aina yoyote ya kusuka nywele. Haitakuwa sio sahihi, kwa sababu kama Paulo amedai ya kwamba mwanamke anatakiwa awe na nywele ndefu, na huyu mwingine ambaye kwa asili nywele zake ni fupi akataka kuzikuza kwa kusuka nywele, kwa kuzisuka ili ziwe ndefu, atakuwa hajapingana na maandiko yoyote. Lakini kama atasuka katika namna ambayo inatafsiriwa na ile jamii ya kwamba huyu ana tabia za umalaya kwa mfano, kwa sababu huo ni msuko ambao unatambulia katika jamii husika kwamba unasukwa na watu wa malaya, au una kusudi la kutoa taarifa ya kwamba mimi napatikana ukinihitaji, huko kusuka kutakuwa kuna matatizo. Au kama huko kusuka kunafanywa katika namna ya kumkosoa Mungu, kwamba Mungu, hivi ulivyonipatia nywele hizi za Kiafrika ulikosea, ulitakiwa unipatie nywele kama za wazungu, basi usukaji huo una matatizo, huo una ugomvi na Mungu, huo unaenda kinyume cha maandiko. Hivyo ndivyo Paulo alipokuwa anakusudia. Hata hivyo, mazingira ya kujipamba kwa wanawake wa Kristo leo kumeonekana kukosa kiasi na kufuata mitindo ya kidunia. Kivipi? Tafafanua. Bwana anasema kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaha na kuliza njuga kwa miguu yao. Binti Sayuni hao. Isaya tena 3:17 hadi 24 anasema, basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti Sayuni kwa pele za utosini, na Bwana ataifunua aibu yao.
Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao, na pete za masikio na vikuku na taji zao na dusumari na mafurungu na vitambi na vibweta vya marashi na matalasimu na pete na azama na mavazi ya sikukuu na debwani na shali na vifuko na vioo vidogo na kitani nzuri na viremba na utaji. Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi kamba, na badala ya nywele zilizosukwa vizuri nini? Upaa. Sasa hapa hizi nywele zina matatizo, mpaka zinaondolewa alafu unaingizwa upaa. Hapa kuna tatizo katika huo usukaji uliotajwa hapo. Zinaonekana zimesukwa vizuri, lakini katika macho ya wanadamu, lakini katika macho ya Mungu haionekani hivyo. Kwa hiyo huu usukaji wa namna hiyo una adhabu yake ambayo Mungu ameuandaa. Lakini ikiwa ni usukaji ambao hauna chukizo kwa Mungu na wala kwa watazamaji, huwezi ukapewa upaa, na usukaji huo upo. Na badala ya kisibau mavazi ya kigunia, na kutiwa alama mwilini kwa moto badala ya uzuri. Ezekieli 13:18 hadi 20 nasema, useme Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Mungu anatoa swali hilo. Nanyi mmeninajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuziua roho za watu ambao haiwapasi kufa. Hayo maneno naambia wanawake hayo. Na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama, mimi ni kinyume cha hirizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege. Nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Namna wanawake wanavyotumia muda mwingi na kiasi kikubwa cha fedha kutengeneza nywele zao inatia shaka. Inatia shaka kama wanazingatia ushauri wa Paulo na Petro wa kuzingatia pambo la utu wa ndani unaotokana na Roho Mtakatifu, lililo bora kuliko kusuka nywele. Yaani hapa utambue ya kwamba Mungu haachi hata kitu kimoja bila kukifunua. Wako watakao kimbilia kusema kwamba kwa kumbe kusuka sio vibaya kama nikisuka vizuri. Na sasa huko kusuka vizuri unakujuaje kama hapa ndipo umesuka vizuri? Ziko namna za kujua. Iko misuko ambayo ukisuka unawavutia watu. Kama hujaolewa unawavutia wavulana wenzako, yani warika lako, ama unaweza ukavutia hata waume za watu. Na kama umeolewa pia unaweza kushawishi watu wengine ukawavutia vile vile. Mungu anajua, na dunia inajua, na jamii unakoishi wanajua kwamba usukaji huyu katuiga sisi tulioko nje. Yaani wanajua kabisa kwamba wewe hukupaswa kusuka namna hii, tuachie sisi tusuke. Jamii zote wanajua. Kwa hiyo unapofanya hivyo na ukatumia muda mwingi sana saluni, unatumia pesa nyingi, wewe huna tofauti na wale ambao Petro na Paulo waliwakataza kwamba kwa nini usihangaika sana kutengeneza utu wa ndani, na huo utengenezi wewe unamwachilia Roho Mtakatifu anatengeneza utu wa ndani. Unapendeza, unavutia, kama ni mchumba unapata, kama ni watu kukusifia na kusifia, na Mungu anakuvalisha utukufu. Uwepo wake ukiwepo katikati yako, wewe unaonekana mzuri hata kama ulikuwa mbaya. Huo ni ukweli ambao umethibitishwa. Kwa hiyo tunawashauri na kupendekeza kwa wale wanawake ambao walikushamfahamu Kristo, lakini wanaonekana kidogo kidogo ni kama wanarudi reverse, wanarudi duniani kwa kasi kubwa sana. Wao ni kushinda saluni na kurekebisha muonekano wake. Yeye ni Mwafrika, anapita huko watu wanamuona kama mzungu,
kwa sababu ya nywele alizozivaa ni za wazungu zile, sio za Waafrika. Amezikataa zile nywele zake ambazo Mungu alimpatia. Sasa huo usukaji umepitiliza, huo hauna tofauti na ule ambao aliukemea Paulo na Petro. Na kwa hiyo tunapaswa wale ambao wamejiingiza katika aina hiyo ya mapambo kutafakari vizuri neno la Mungu, na hata kuziacha zining'inie usoni na kuleta usumbufu kwa msukwaji na watazamaji. Siko namna ambazo siku hizi mtu anasuka nywele alafu anaacha baadhi ya nywele. Sasa sina hakika kama zinakuwa ni nywele au ni kamba tu zile au katani, lakini unazikuta zinaning'inia usoni. Wenye hiyo kawaida ya nywele zinazoning'inia usoni ni wazungu. Walizaliwa hivyo, hawakwenda saluni yoyote, walizaliwa hivyo, na kwao wao ile jambo linawaletea usumbufu kwa sababu kila wakati inabidi wazisukume zile nywele kwenda nyuma, na ni nywele ambazo haziwezi kustahimili upepo. Upepo ukija unazisambaratisha, zinaenda kulia, zinaenda kushoto. Sasa wale wenye nywele ngumu kama mimi wanalazimisha kwamba nao pia wana nywele zinazopeperushwa na upepo, wawe kama wazungu vile. Sasa hiyo sawa, inakufanya unapendeza, lakini nani alikwambia kwamba wazungu wanapendeza kuliko Waafrika? Kwa hiyo turejee pale Mungu alipotuachia katika zile nywele nyeusi zile ambazo ni ngumu zile. Ukiweza tu kuzikuza kwa kuzifanya ziwe kubwa zaidi, nazo utapendeza tu vizuri. Sio lazima sana wewe wachanganye watu wakudhanie kwamba labda ni mzungu, lakini wakikaribia vizuri wanakuta kwamba macho yako sio wazungu. Unajua wazungu wana macho ya blue. Sasa wewe nywele zako za kizungu, lakini kuangalia kwa karibu namna hii macho bado sio ya blue, mbona kama ya Afrika. Nadhani iko siku watu watafanya jitihada hata kubadilisha macho haya yawe ya blue kama ya wazungu. Sijui tunaenda wapi. Na unakuta na wazungu na wenyewe wanatamani kuwa kama Waafrika. Hayo ni mahangaiko tu ya wale ambao hawana roho wa Mungu ndani yao. Wewe ambao umempokea Roho Mtakatifu usiingie kwenye hayo mahangaiko. Uvaaji wa nywele bandia nao umeshamiri kwa kiasi kinachoonyesha kuwa watu wanathamini zaidi muonekano wa nje kuliko wa ndani, huku wakikana asili yao, kama hicho nilichokuelezea. Kwa nywele bandia hizo zinazonunuliwa dukani, huenda mtu anaweza kusema kama mimi sina nywele ndefu, kwa hiyo bora nivae hizo ndefu. Kwa nini usizikuze hizo nywele kwa kuzisuka ili zikue? Kwa sababu Paulo anasema kwamba ni mwanamke akiwa na nywele ndefu ni vizuri, na ukiwa unazisuka ili ziwe ndefu ili kuepuka kuvaa hizo za dukani, si unafanya jambo lilo jema tu zaidi. Na kuzisuka ili ziwe ndefu si lazima uzisuke muda wote. Unaweza ukazisuka usiku wakati umelala zikakua, ukafikia kimo unachokitaka, ukaachana na hizo nywele za kununua za dukani. Lakini kama kuna wanaokuambia unaposuka usiku pale unatenda dhambi, sasa hao waulize kwamba ninafanyaje sasa ili niwe na nywele ndefu, kwa sababu Paulo anataka mimi niwe na nywele ndefu. Haya, tunasonga mbele. Mambo hayo yanapaswa kukemewa kwa kuwa yanawafanya watu kutumia mali na wakati wao kwa namna isiyo ya kiungwana. Kwa hiyo wapendwa, mnaofuatilia kipindi hiki na wewe ndugu uliyeuliza swali, ni kwamba wanawake wameonywa, wawe wale walioolewa au wasiolewa, ya kwamba wasihangaike sana na mapambo ya nje. Wanatumia vibaya muda wa Mungu, wanatumia vibaya hela za Mungu. Roho Mtakatifu yuko tayari kabisa kuwapatia pambo la kuvutia litakuwafanya wakubalike mahali popote kwa kumruhusu kubadilisha tabia na mwenendo wao. Na muonekano unaohitaji kusahihishwa sio ule wa maumbile ya nje, ule wa maumbile ya ndani, yaani utu wa moyoni usioonekana. Huo ndio kitu cha msingi sana cha kuhangaikia kubadilisha. Na katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Amini vile Mungu anavyokuambia kwamba ukimruhusu Roho Mtakatifu akakupatia roho ya upole na utulivu, hiyo itakufanya upendeze, uvutie, na utapungukiwa sana na mahangaiko ya kujipamba kwa nje ambayo umekuwa ukihangaika nayo ili kuwavutia watu, na huku unamkosea Mungu. Na tunaenda kwa mapumziko, na baada ya hapo tutarejea kwa ajili ya kipindi kingine. Asante sana.
Okay, karibu tena katika kuangalia maswali, na namkaribisha dada yetu utupatie swali linalofuata. Naitwa Baraka. Kipindi Yesu amekufa, roho ya Mungu mwana ilikuwa wapi? Na nani alikuwa mpatanishi wa dhambi wakati Yesu amekufa? Okay. Nashukuru sana Baraka kwa swali lako, nasi tunakuletea majibu kama ifuatavyo. Wakati Yesu anakufa pale msalabani, mpatanishi wa dhambi za wanadamu alikuwa Mungu. Wakorintho wa pili 5 fungu la 19 linasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Naam, kitendo cha Yesu kufa mahali pa mwanadamu mwenye dhambi aliyestahili kufa kilikuwa kitendo tosha cha upatanisho. Kumbuka ya kwamba Yesu kifo chake hakikutokana na yeye kuwa na makosa yoyote, ila alikuwa amekubali kupokea kile kifo ambacho kilikuwa kinamhusu mwanadamu. Kwa hiyo hicho kitendo chenyewe cha kukubali kufa badala ya wanadamu ni upatanisho tosha. Hatia na adhabu ya dhambi vilivyokuwa vinamwelemea mwanadamu viliwekwa juu yake Yesu, ili Mungu asimhesabie tena mwanadamu kuwa mwenye hatia. Petro wa kwanza 2 fungu la 24 inasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa hiyo Kristo yeye alikufa badala ya wanadamu. Anasema alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Kwa hiyo kufa kwake kulitokana na kwamba alikuwa amebeba dhambi za wanadamu, na kwa hiyo kile kifo ambacho kilikuwa kinawastahili wanadamu yeye ndiyo akakipokea. Na tunaambiwa hapo hapo kwamba na kwa kupigwa kwake ninyi mliponya. Hiyo ni Petro anajaribu kutueleza hivyo. Lakini Yesu aliye Mungu mwana, kama mnafahamu kwamba kuna nafsi tatu za uungu, wakati wa kufa kwake alikabidhi roho yake kwa Mungu Baba. Yesu wakati anakufa alikabidhi roho yake kwa Mungu Baba, na hayo tunayasoma katika kitabu cha Luka sura ya 23 fungu la 44 hadi 46. Hapo ilikuwa yapata saa 6 kukawa giza juu ya nchi yote, hata saa 9 jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, e Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa hiyo Yesu alikufa badala ya mwanadamu mwenye dhambi, na hicho kitendo kilikuwa ni upatanisho tosha. Wakorintho wa pili sura ya 5 fungu la 19 inasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo upatanisho kati ya Mungu na wanadamu ulikamilika pale Kristo alipokufa msalabani, na kitendo hicho cha Yesu kufa pale msalabani mahali pa wanadamu mwenye dhambi aliyestahili kufa kilikuwa kitendo tosha kabisa cha upatanisho, na Mungu alikubali ile kafara. Hatia na adhabu ya dhambi vilivyokuwa vinamwelemea mwanadamu viliwekwa juu yake Yesu, ili Mungu asimhesabie tena mwanadamu kuwa mwenye hatia. Petro wa kwanza 2:24 nasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa hiyo Kristo alikufa pale, na Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tukawa tumeponywa. Yaani kupona kwetu sisi kumetokana na kifo cha Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa hivi tuko huru, sisi hatuwezi tena kwenda motoni, hatuwezi kuunguzwa moto kama tunamwamini Yesu Kristo. Na hii inatokana sio kwa sababu ya akili zetu au ujanja,
inatokana tu na kile Yesu alichofanya pale msalabani, kuchukua adhabu zetu na kufa kifo ambacho kilikuwa kinatustahili sisi kama adhabu. Na kwa kufanya vile Mungu akawa ametupatanisha na yeye kabisa, hana ugomvi wote na sisi tena. Sisi tunakuwa ni watu tusio na hatia, sisi ni watoto wake wakamilifu, tunasubiri tu kupokea ule urithi wa uzima ambao ameenda kutuandalia. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo sisi tumeokolewa na jinsi ambavyo Mungu aliupatanisha ulimwengu. Tunapozungumzia ulimwengu tunamaanisha wanadamu na yeye mwenyewe kwa kifo cha Yesu pale msalabani. Kwa hiyo Yesu anastahili kuwa rafiki yetu mpendwa sana, kwa sababu aliingia gharama kubwa sana ambayo sidhani kama kuna binadamu hapa duniani anayeweza kuingia gharama kama hiyo ya kufa mahali pa rafiki zake. Na kwa kweli sasa sisi tuko huru, tunasubiria tu wakati tutakapofika katika ratiba ya Mungu, ambapo tutachukuliwa tena nyumbani mbinguni, tutaishi mbinguni, itakuwa ndio makao yetu, na tutaishi na Mungu milele bila kutengana tena, wala hapatakuwa na kifo, hapatakuwa na hizo shida tunazozipata wakati huu. Na hayo yote ni matokeo ya kifo cha Yesu pale msalabani. Kwa hiyo rafiki yangu mpendwa unayenisikiliza, hebu fanya uchaguzi, mchague Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili unufaike na hii kafara aliyoitoa pale msalabani, ili usiwe miongoni mwa wale watakwenda kupotea kwa kuunguzwa motoni, bali uwe miongoni mwa wale ambao wataokolewa na kuingia katika uzima wa milele. Mimi mwenzako nimeshamchagua Yesu tayari, na ninafurahia sana uamuzi nilioufanya, na naamini sitajuta. Hivyo nakualika nawe pia ukafanya uamuzi kama huo. Basi tunapokwenda kufunga kipindi hiki, nitakualika tupate kuomba. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye alikubali kufa kwa ajili yetu. Hebu kafara hii ikaweze kuwanufaisha watu wote waliofuatilia na kusikiliza kipindi hiki. Asiwepo hata mmoja ambaye atashindwa kuchangamkia fursa hii ya pekee ya kupata wokovu ambao ulishalipwa tayari kwa gharama ya juu sana ya kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Asante kwa sababu utafanya hivyo kwa wasikilizaji na watazamaji wetu wote. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.